Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Kikodi Ilala imeonyesha moyo wa huruma na upendo kwa jamii kwa kutoa msaada wa magodoro, mito na vyakula vya aina mbalimbali kwa kituo cha kulelea watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu cha Kind Heart Africa kilichopo kata ya Buyuni, mtaa wa Kigezi, jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya msaada huo kwa niaba ya kamishna mkuu wa TRA, meneja wa TRA mkoa wa Kikodi Ilala, Bi Eva Magoti, amesema kuwa msaada huo ni sehemu ya kurudisha kwa jamii kile ambacho taasisi yao hupokea kutoka kwa wananchi. Aidha, ametoa wito kwa jamii kushiriki kikamilifu katika kusaidia vituo vya kulelea watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu, huku akieleza kuwa jukumu hilo si la serikali pekee bali la kila mwanajamii. Mratibu wa kituo hicho, Teddy Kimatare, ameishukuru TRA kwa msaada huo na kusema kuwa umefika wakati mwafaka, kwani uhitaji ni mkubwa kutokana na idadi ya watoto wanaolelewa katika kituo hicho kuongezeka siku hadi siku. Nao watoto wanaoishi katika kituo hicho akiwemo Leonard Kadodi na Sabra Fabran wametoa shukrani zao kwa TRA, huku akieleza matumaini yao ya kufanikisha ndoto zao kupitia msaada na ulinzi kutoka kwa jamii na serikali. Kwa upande wake, mjumbe wa serikali za mtaa wa Kigezi Hussein Salum amepongeza mchango wa kituo hicho wa kupunguza idadi ya watoto waliokuwa wanaishi mitaani na kuomba wadau wengine kujitokeza kusaidia watoto hao. Vile msaada huo ni sehemu ya mikakati ya TRA kushirikiana na jamii kwa njia ya uwajibikaji wa kijamii, huku ikiendelea kuhimiza uzingatiaji wa ulipaji kodi kwa maendeleo ya taifa. Mimi ni Irene Nziku na hii ni Ambwene Media. Kituo cha kulelea watoto yatima na walio katika mazingira magumu kinaitwa Kind Heart Africa ambacho kipo Chanika. Tumekuja kama ofisi lakini tukimwakilisha kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, ndugu Yusufu Juma Mwenda, kwa ajili ya kuja kuleta msaada ama kwa ajili ya kuja kuleta sadaka yetu kwenye kituo hiki. Ni kituo ambacho kina mahitaji mengi kwa ajili ya kulea hawa watoto. Na baadhi ya mahitaji ambao walitupatia ambao wana upungufu ndio tumewaletea leo, ikiwemo magodoro na mito ya kutosha kwa idadi yao watoto. Tumewaletea vyakula pia, lakini tumewaletea na vitu vingine mbalimbali. Sisi kama ofisi ya mkoa wa Ilala tumewakilisha taasisi, tumemwakilisha kamishna mkuu katika kurudisha kwa jamii, na safari hii tuko hapa katika kituo cha Kind Heart Africa, kwamba miongoni mwetu tunaishi na watu ambao wana mahitaji mengi. Tunaishi na watoto yatima ambao hawakuchagua kuwa yatima, lakini pia tumebarikiwa kila mmoja kwa namna alivyobarikiwa. Rai yangu ni kwamba kadiri ulivyobarikiwa basi na wewe nenda kabariki wahitaji. Hii ni ibada, sisi tumeichukulia kama ibada, tuko katika ibada. Na kila mmoja kwa nafasi yake, akichukua nafasi yake kwa namna, kwa chochote kile, akaja kuwatembelea sio tu kituo cha Kind Heart Africa, lakini tunao wahitaji wengi miongoni katika jamii yetu. Namshukuru sana Mungu aliyewatuma eneo hili, kwa sababu tunahitaji tusaidiwe na jamii, kwa sababu tangu tulipoanza tumeanza kwa shida hivyo, lakini kilipoanza kuzoeleka kwa watu ndipo wakaanza kuja kama mlivyokuja nyie, lakini nyie mmekuja zaidi. Sijui kwa kuwa nyie ni watu wa TRA, sijui, lakini Mungu azidi kuwabariki, awazidi kuwafunulia mambo mbalimbali. Na sio sisi tu, kuna vituo vingine tunawapa hata unga kidogo kwa sababu wana ukosefu wa vyakula. Sisi tuna bahati sana, kwa sababu mimi nimezoeana na watu wa kanisa, wa misikiti, wanakuja sana watu wa namna hiyo hapa, na wanapokuja basi na jaribu kuwapa na wengine ambao hawana watoto wasije wakalala na njaa. Kuwalisha asubuhi mikate, kila mtu apate skonzi 2 au 3,
apate nauli ya kwenda shule, apate na hela kidogo ya kula huko shuleni. Kwa kweli inatuia vigumu sana. Mara nyingine tunawaambia mkaze buti, yani mtulize matumbo yenu. Kama ni njaa mtarudi nyumbani mtakuja kula. Kwa niaba ya watoto wenzangu wa kituo cha Kind Hearts Africa, tunapenda kutoa shukrani kwa siku ya leo ambao tumetembelewa na wageni. Wamekuja kutuona, lakini pia wamekuja kutuletea zawadi. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Lakini pia niendelee kuomba serikali na wanajamii wote ambao na uwezo wa kuja kutembelea. Kwa kweli tunawaomba sana, kama umejaliwa chochote, hata kama kuja kutuona tu kwa maneno na kwa mawazo, tunafarijika sana, kwa sababu tuna changamoto kubwa ambayo tunazo hapa, ni changamoto ya vifaa vya shule pamoja na chakula na vifaa vya maradhi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kituo cha Kind Hearts Africa.